kwa lengo ambalo linasema ya kwamba maisha ya ushindi katikati ya majaribu. Bwana asiwe. Maisha ya ushindi katikati ya majaribu. Maisha ya ushindi katikati ya majaribu. Lengo lilisomwa, andiko lilisomwa, na pia sitaachia hapo. Nitaomba mchungaji Timothy arudie hiyo vitabu viwili, Yakobo 1 verse 2 to 4, na pia ataongezea Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 17 hadi mstari wa 18. Karibu. Tutasoma Yakobo 1:2 hadi 4. Ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mnapopatwa na majaribu mbalimbali, kwa sababu mnajua ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi timilifu, ili mpate kuwa wakamilifu, mumekamilishwa bila kupungukiwa na kitu chochote. Timotheo wa pili 4:17 hadi 18 nasema hivi: lakini Bwana alisimama upande wangu akanitia nguvu, ili kwa kunipitia mimi lile neno lililohubiriwa kwa ukamilifu, watu wote mataifa wapate kulisikia. Mimi niliokolewa kutoka katika kinywa cha simba. Bwana ataniokoa katika kila shambulio baya na kunileta salama katika ufalme wake wa mbinguni. Atukuzwe yeye milele na milele. Amen. Asante kwa usomaji mzuri. Jana assembly ilikaa na ikaona ama ikaonelea ya kwamba kanisa la Mungu limeanza kurudi chini kwa njia moja ama nyingine. Watu wanajiwekea ama shetani anasumbua ama majaribu inawafanya Wakristo wengi kurudi nyuma. Na tumeongea mambo ya ushindi wakati tulianza hii seminari. Tumeongea na hata tukafundisha zaidi jinsi ya kusimama, jinsi ya kuwa mshindi, jinsi ya kuendelea kuitwa Mkristo, jinsi ya kusomwa barua mzuri. Na ndiposa leo tumeona tusungumuzie kuhusu haya Yakobo aliandika. Yakobo akaandika haya, hakuwa katika hali ambayo inapendeza. Hakuwa katika hali ambayo hata anaweza jinyosha ama kupata break wakati anaandika haya. Tukumbuka anaandika haya akiwa katikati ya machozi, katikati ya shida kubwa. Paulo pia akiandikia Timotheo hii barua ya pili, anaandika akiwa jela. Haya ambayo anapeana ama anaongea kama roho si alikuwa anampa nguvu, hata angeandika kwa sababu angeona ya kwamba niandika nini naenda kukufa, lakini anaandika haya kututia nguvu mimi na wewe, ijapokuwa tunataka ushindi. Anasema haya ili mimi na wewe ambao tuko saa hii
na hata mwenye atakuja aone ya kwamba amekuwa mshindi, na wakati mmoja siku yake ikifika awe bado anasema Yesu, Yesu na atukuzwe. Majaribu wapendwa, haizuii ushindi wako. Ni njia ambayo Mungu anatumia kukufikisha kwenye ushindi mkubwa. Ukipatwa na majaribu ambayo ni ya mara kwa mara, ni njia tu ambayo Mungu anataka akufikisha kwa ushindi mkubwa. Usione ya kwamba umesauliwa, usione ya kwamba Mungu wako hayuko. Shetani anaweza tumia mbinu nywe. Na zaidi ya yote, hata sasa majaribu makubwa yamekuwa kwa wale ambao wanaita Bwana Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Paulo akiwa katika jela akisubiri kunyongwa, lakini bado anasema ya kwamba Bwana alisimama nani na akanipa nguvu. Bwana alisimama nani. Yakobo vile vile anasema hapo tu penye mlaka amesoma ya kwamba tuone kuwa ni furaha tu wakati tunakuwa katika majaribu mbalimbali. Je, unaweza kupata ushindi wakati wa kila jaribu linalokuja mbele yako? Jibu ni rahisi ya kwamba ndio, kwa sababu ushindi wako hautegemei hali. Ushindi wako hautegemei vile ulivyo, yaani vile unaishi. Unategemea Mungu aliye ndani mwako. Bwana asifiwe. Majaribu ni shule tu ya Mungu, sio jela ya Shetani. Usifikiria kwamba majaribu Shetani amewekwa katika jela. Majaribu ni shule ya Mungu. Yakobo mlango huu wa kwanza ambao umesoma mstari wa 2 kufika wa 3 hapo, tukiangalia moja yaani neno baada ya lingine, nasema kwamba hesabuni, yaani inamaanisha Mungu amejua ya kwamba majaribu yatakupata. Hesabuni ya kwamba anajua ya kwamba kuna majaribu mbele yako, licha ya kwamba wewe ni Kristo. Mwandishi wa kitabu anaongeza akisema kwamba furaha kubwa, sio furaha kwa sababu ya maumivu, lakini furaha kwa sababu ya matokeo baada ya hayo majaribu. Furaha baada ya matokeo ya majaribu. Yaani ukiwa mgonjwa kwa mfano na utoke kuwa mshindi, sasa ndio anasema kwamba furaha kubwa baada ya hayo matokeo, kwa sababu Mungu ukitoka kuwa mshindi, ndio sasa huyu anasema kwamba utakuwa na furaha kubwa. Anasema kwamba mbalimbali, tuna majaribu mbalimbali. Wengine wa kifedha, wengine ni magonjwa, wengine ni ugomvi wa maboma, wengine ni madeni, wengine ni hayo yote. Mwandishi anasema ya kwamba mbalimbali. Majaribu si adui yako, ni mwalimu wako mpendwa. Dhahabu haiwezi kuwa safi bila moto. Imani yako haiwezi kuwa imara bila majaribu. Utasema umeshinda nini wakati utakuwa unataka taji? Utasema ni nini ambacho kimekufanya usimame? Kwa sababu kila mtu tunapigania taji, na taji letu hatuwezi kupata kwa urahisi hivyo. Lazima tupitie haya, lazima tushinde. Lazima tuwe wale ambao ni tunang'aa kama dhahabu. Mtu akituangalia, tulisoma siku nyingine ya kwamba hapa barua hii ikisomwa tutakuwa na ushuhuda ya kwamba tumeshinda. Tutahubiri tu tukitembea. Yaani mtu akikuangalia tu na anaogoka tu. Anasema ilikuwa fulani ametoka katika haya, itakuwa mimi. Mungu anasimama na wewe katikati ya haya majaribu.
tumesoma Timotheo wa pili. Paulo akiwa katika jela anaamini ya kwamba Mungu yupo pamoja naye. Na wale ambao wanasoma hiyo story kuendelea, mliona yale ambayo ilitokea Paulo akiwa katika jela. Paulo katika jela aje aseme ya kwamba Mungu niondoe haraka, ama Mungu nisaidie kesi yangu ya anifaulu. Anashukuru Mungu na anaomba Mungu ampe nguvu katika jela. Lakini kuna vitu vitatu ambavyo Mungu anafanya ama anataka wakati sisi tuko katika hayo majaribu. Nimesema kwamba anasimama na wewe katika hayo majaribu, lakini Bwana wetu kuna vitu vile ambavyo anakuwa ama anafanya tukiwa katika hali hiyo. Number one, anasimama na sisi, anatupea nguvu, anatuonyesha ya kwamba yeye katika hali anaona kweli yeye yuko na sisi, anatupea nguvu, anakuwa karibu na sisi. Kuna wakati mmoja ushuhuda wangu mwenyewe, familia, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba nilipata kujua haya mapema, nilipata kujua baadaye wakati nilijua Mungu ya kwamba adui ni ule wa nyumbani mwako. Kuna wakati familia yangu, kwa sababu mimi wazazi wangu walitengana nikiwa darasa la sasa naita grade 2. Tumezaliwa wawili. Mimi ndiye mkubwa, msichana ananifuata. Nilikuwa grade 2, saa hiyo naita hivyo. Na msichana ambaye ananifuata alikuwa alianza nursery, nao wakitengana. Wakati nilifika grade 3 na stroke ikachapa baba yangu. Sasa ako hapo na mimi niko hapo, na kwa uzuri kwa bahati nzuri kukana kuufua alikuwa bado anaishi. Sasa ikawa tuame pale ambapo tulikuwa tunaishi, turudi kwa boma ya kuufuna kukaa, kwa sababu hakuna njia nyingine vile tutafanya. Tuame na huyu mgonjwa. Mimi kivyangu sasa ikawa ni majukumu yangu kumshughulikia. Ni stroke ambayo imemweka chini tu, umbebe umweke hapo na mrudishe kwa nyumba. Kufuna kukaa, tukaendelea kukaa nao. Kuna baba wengine ambao bado walikuwa wako mjini. Sasa ule usaidizi kidogo walikuwa wanatuma, sasa ndio walikuwa wanatusaidia. Sasa kazi yangu niamka asubuhi niende shuleni, kabla ya kufanya hivyo nimtengeneze. Penye nimemweka asubuhi, tarudi tena nimtoe hapo. Nilifanya hivyo kwa hiyo miaka yote 20. Bwana asifiwe. Lakini wakati nilimaliza tu masomo ya shule ya upili, akani nilimaliza tu hivi, naye ndio anakufa. Ani Mungu ni tofauti. Ani Mungu haoni vile tunaona. Na ndio maana nikasoma day school, kwa sababu sasa boarding
nani angeshughulika kufanya hivyo? Baada ya baba kufa, hapo nilikuwa nataka kukuja. Familia sasa, wale baba wenye wako town kukaa alikuwa sasa amekufa, wakasema ya kwamba wewe si mtoto wa marehemu. Bwana asiwe. Na ukiwa katika hali hiyo, sijui utafanya namna gani, kwa sababu mwenye angesema ukweli hayuko. Na hali inamaanisha baba amekufa na mama hayuko. Tangu hiyo miaka yote hajaonekana yuko wapi. Wazazi wake hata wamekufa, hajaonekana nyumbani kwao. Brother yake wengine amekufa, hata hajaonekana. Hao wakapata nguvu sana, kwa sababu hakuna wa kusema ukweli. Ndio nasema kwa sababu ya hii point ya kama Mungu anasimama nao katika majaribu mbalimbali. Sasa hata nilikuwa sijamjua Mungu, na Mungu anajua tu walio wake. Wazee wakakaa, Dimkuru akasema hii sasa siwezi, kaenda kwa Sau Chifu. Sau Chifu hii hapana, hata hii isonge. Chifu akasema wajomba waitwe, wajomba wangu wakaitwa, nao wakaeleza ule ukweli ambao wanaujua, ya kwamba mtoto wao msichana alikuwa anasoma na baba yangu ambaye ni marehemu ndiye aliyempea akiwa form 2, na ndivyo alivyomlazimisha kwamba wakaolewe na mwenye amempea mimba. Lakini sasa ushahidi uko wapi? Mungu anasimama nawe katika majaribu mbalimbali. From nowhere mama akasikika ako huku Bungoma. Hata nakumbuka wakati amekuja alikuwa anaongea hii lugha yenu. Kumaanisha alikuwa amekaa sana huko. Akasikika ako huku Bungoma. Ili gharimu wajomba wangu kwa zote vile, hata kama ni kuchukua ndege wamleta. Na wakafanikiwa kumleta, akawekwa mbele ya chief, akaongea yake na akapeana ushahidi, na chief sasa akaamrisha kwamba shamba fulani huyu kijana aende ajenge. Sasa unaambiwa uende ujenge. Sasa inamaanisha pia utajengea mama yako, si amekuja. Nimetoka shuleni na pia hasa uko unatakana ujenge, na sijui kama huku mnafanya hivyo. Umejua sina bibi na unaenda dukani, unahitaji nini? Sasa
Sasa ukienda ukipeleka shamba yako unaenda na bibi. Unaenda na bibi. Shule yenye nilisomea ilikuwa mixed school. Na ile kuinteract na classmate wako. Sasa unaambiwa wote ujenge na unajua hakuna simu. Hakuna simu. Sasa huyu bibi niko naye saa hii. Sasa wakati atakapoingia kama natoka sijui kabatia watu. Na tumeenda tulikuwa tunaenda simbosi ya watu wa sekta wanajua. Kwa tumeenda hiyo shule ya huko wakati mmoja. Na yeye alikuwa boda na mimi nilikuwa day school. Yeye alikuwa anatoka Sabatia. Na mimi sasa natoka karibu na shule. Sasa wakati tulikuwa huko kuna duka tulienda naye akasema hii ni duka ya kazini wangu. Na kumbe nilishika. Sasa nikatoka asubuhi mapema. Songea nataka nijenge. Nataka niende dukani. Nikatoka asubuhi nikaenda kwa ile duka. Kaeleza story yangu. Sio kwa ubaya, vile tunataka kujua fulani anatoka wapi. Akaniambia huyo hakuna shida dada yangu. Kama tulikuwa tunasoma naye, nilikuwa nataka nijue kutu kwao. Si akanipeleka. Nikamwambia lengo langu straight. Na sasa ile nimeficha hakuna mahali anaenda kuingia. Anataka tuone lakini hujamwambia unaolewa barabarani. Tukaijana, tukaongea, akanipa siku 2 itakuja. Nikamwelezea kwa sababu alikuwa amesoma kwa hiyo shule kama mbele tutakuja kuchukua kwa kile shule hapo. Na nikaenda kumchukua. Sasa nikimchukua nikampeleka tu kwa jirani. Na hata hiyo siku ambayo nilipeleka kwa jirani mimi nikajipea shughuli. Sikulala, hapo sasa utalala wapi? Na ilikuwa mwezi wa karibu wa 6 hapo mahindi sasa ndio na chomoa. Shamba yenye nimepewa ni shamba iligodishwa. Na mwenye kukodisha mahindi yake sasa unajua sasa iko vizuri zaidi. Na lazima tu sasa utaishi wapi? Sasa lazima ujenge tu hapo. Mwenye kukodisha hiyo shamba story yake ilikuwa mrefu. Na hata alikuwa wanamuogopa. Kwa sababu akisema jioni wewe huko. Walikuwa wanamuogopa sana. Mahindi yake hata likomaa hakuna mwenye anavunja hata mmoja. Na hiyo ndio shamba serikali imesema hapo. Unaweza ona vile unaweza katikati ya majaribu. Sasa uzuri naye jirani mwenye nilipeleka bibi akamwambia ukweli. Sasa kama nirudi huko the following day akaniambia si ungeniambia tu. Si hata ningengoja. Sasa niomba ungoje hadi nataka niende huko. Ungengoja aje. Sasa akaendelea kaa kwa jirani. Na mwenye shamba sasa mimi nikajitokea nikamwendea sasa nikamwona nifanyeje. Akaniambia nimeelewa shida yako lakini sasa
twende tu tukate round ni nyumba itatosha. Nikashukuru Mungu. Sasa mahindi imekata round kwenye nyumba katatosha, lakini kuna msumari na lazima uishi. Sasa ile rika yako nikatembelea so ilishika kijiji yote. Sasa kila mtu anajua ilishika kijiji yote. Sasa mwenye kupe yako mtu mmoja, mtu mbili, hata kukupea shikoni. Unajua shikoni ile kuweka fence, watu wengi hawajengei, lakini nakumbuka hata nikijengea hivyo tu. Nyasi sasa unaenda ile na kwanga ya mtoni ile na umeanga kwa ya mtoni. Sasa nikapata miti kidogo hapo, nikasema sasa mimi nataka kuingia hapo. Mama pia kwa jirani, biba ako huko. Huyo mshere alikuwa mshere mjani, mtu mzuri sana. Sasa ikawa tuende kwa shamba yetu. Wakati nilikuwa mchaji ugodi, kukaa na familia walikuwa stronghold kwa hiyo kanisa. Wakamwambia mchungaji usikanyage huko. Wakitaka kujenga tu aje. Sasa mimi nikasema sasa wacha niendee mchungaji ni apostolic. Anipeleka hapo. Mzuri naye akakubali. Akanipeleka hapo na sasa si babake anaonekana kupeleka ama sisi kwenda hata kukaa na kupeleka. Sasa kukaa sasa ndio huyu sasa nikatafuta brother wa kukaa. Sasa ananipeleka. Wakati tu tunaenda hapo tuna pastor ati aweke kijita hapo. Kukaa ametokea huko na watu. Tukafurushwa. Lakini sasa ikabidi sasa chief atume askari wake. Shughuli iendelee tena, ndio tena tukaingia tena vizuri. Hiyo mguu tulikanyaga hapo na bibi yangu. Nakumbuka hiyo siku, unajua sasa huna power, huna nguvu. Hata sasa utakuja kusaidia, hata ndizi ya kumpigia kama hii, sasa ni shida. Sasa una tu watu wawili watatu, mtu anafanya kidogo anaenda. Sasa ni kama wale kwa matanga, mtu kama amefiwa, anasaidia anaenda hivyo. Hiyo siku tulichimba round, miti ikasimama tu, so hata tukaweka hiyo ya juu. Hiyo siku, hiyo miti bure hapo kwa mahindi ndio maisha ianze. Bwana asifiwe. Na mpaka wa leo. Bila kijiko, bila sindano hapo. Nikiona umbali huu, kama kuna mtu alianza maisha bure, ni mimi wapendwa. Na yani hata mtu akiniambia ati sina ama nini, hata anashinda sijui nimwambie nini. Kwa sababu najiona mtajiri wa ajabu. Tumezaa watoto 6, wasichana 3, wavulana 3. Wasichana 2 wamemaliza form 4, msichana 3 ndio yako form 4 sai. Vijana ni wa nyuma wanakuja. Bwana asifiwe. Siku kuanzia hapo nikaona mkono wa Mungu. Na siku kadhaa kanisa sikuacha tu God kwa sababu kukaa amekataza viongozi wasikuje kuniombea ama kunipeleka kwa lukali.
niliwasamehe, tukaendelea. Familia hata mwanzo walikuwa wanasema hatuwezi enda hapo, sisi ndio hatukufanya nini. Niliwasamehe, tuna interact, nakula kwao, wanakula kwangu, tunaendelea. Bwana asifiwe. Kwa sababu vile sala ya Bwana inavyosema, ingekuwa mzigo mkubwa sana kama ningeweka hayo moyoni, na hata Mungu naye angenisamehe, kwa sababu alinipata kama mimi hata sijui kanisa ni nini. Na nimesema mahali hapa ndio hata wakati niliweka nadhiri ya kwamba Mungu, chochote ambacho utanipea nitakutolea fungu la 10, mpaka wakati natoa najihisi ya kwamba nalipa deni la Mungu. Unajua Waisraeli hata kufikia saa hii hawatoi fungu la 10, wanalipa fungu la 10, wanalipa fungu la 10. Mama mwingine hapa wakati kwa mfunza alisema ya kwamba wewe jione tu unalipa deni ambalo ulikuwa na deni la mtu. Fungu la 10 unalipa, yaani unaona tu nina deni ya mtu. Hivyo ndivyo Waisraeli walivyojifunza. Sasa nikipata tu kitu lazima, haijalishi ni miti, haijalishi ni kuka, haijalishi ni nini. Mungu ameniweka mbali na kuanzia hapo maisha ikaanza, changamoto haziwezi kosa. Nimshukuru kwa sababu hata wakati nilienda kujifunza mambo ya construction Eldoret, sikuwa na pesa mzuri, lakini katika hali hiyo pia nikapata manager wa shule yenye nilienda, ndiye alikuwa one day head boy wa hiyo secondary ambayo tulisoma. Sasa walikuwa mbele na mimi tukakuwa nyuma, nikamkumbusha na akanipokea kwa njia iliyo nzuri. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo maisha inaendelea kufikia saa hii. Mungu anasimama nawe katika majaribu mbalimbali, kwa sababu kusudi la majaribu ni kukufanya uwe mkamilifu, kukufanya uwe strong. Sasa mimi mtu akiniambia kulala njaa, sasa atakuwa ananiambia nini? Njaa ngapi nimelala? Yaani hiyo alikuwa tu anapiga tu story. Sasa katika hali hiyo Mungu alikuwa anaona ananitayarisha. Alikuwa ananiweka mahali ambapo hata ile lingine likikuja nisianguke. Wewe pia unaweza kuwa hivyo. Mungu anafanya vitu karibu vitatu kupitia hayo majaribu. Anakukamilisha. Anakufanya wewe kuwa mkomavu. Yaani kuna mangine hapo kwa river maji inagonganga, lakini mawe haisongi. Maji inakuja, vitu vingine inakuja inagonga, lakini hiyo mawe haistoki. Mungu anakufanya hivyo. Wewe ukiwa katika jaribu fulani, ukiwa katika ni Mungu tu anakutayarisha kwamba uwe mkamilifu, uwe mkomavu. Pia Mungu anakutoa katika kila tendo mbaya. Mungu anatoka katika kila tendo mbaya, ya kwamba Paulo na wewe hata na mimi, kama tungepata hayo majaribu ambayo wewe uko ndani, hata mama na mimi nimepitia, labda tungekuwa na kiburi. Labda ukienda kwa nyumba ya mtu, au mtu akuja akwambia ati nimelala tu njaa, ungeona huyo anakuambia nini? Hiyo ni kitu gani? Lakini labda anakupitishia kwa hayo magonjwa, anakupitishia labda kwa hayo madeni. Ukifaulu ukipitia katika hilo tendo, mtu mwingine hata wewe unaweza mpitisha ukitumia ushuhuda wako mwenyewe. Bwana asifiwe. Anakufikisha mbinguni wewe ukiona. Ningekuwa mraisi
ningechukua tu kama na kunyonga. Kwa nini huyu ambaye nimeishi naye miaka 20 na anasema sasa mimi si wa hapa, Bwana sio. Na baba amekufa, mama yuko, ningefanya nini? Siku ni kujinyonga tu. Unasema hata sasa siishi. Ndio maana unaona watu wengine wanajinyonga kwa sababu ya majaribu mbalimbali. Lakini huyu Mungu anakufanya tu uone mbingu tu katika hiyo hali. Nakumbuka James ambaye alikuwa katika kisiwa cha Botima. Yaani hata hakuwa yeye, alikuwa tu katika mwili mwingine. Yale wenyewe alikuwa anapitia si yalikuwa ya mtu wakati wa kawaida anaweza kupitia, lakini alikuwa tu anaona mbingu, kwa anaona mambo mengine. Yusuf alikuwa gerezani 13 years. 13. Lakini kumbe ndivyo Mungu alikuwa anamtayarisha kutawala. Bwana asifiwe. Unaweza ona umekaa katika hiyo hali mwezi, mwaka, miaka 10. Ni shule tu ya Mungu, na ndivyo anavyokutayarisha kuwa mtawala. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, nataka nikutie moyo ya kwamba jaribu halionyeshi kwamba Mungu amekusahau. Na jaribu alisema ya kwamba aliwezi kupitia kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu. Jaribu linapitia karibu kila mtu. Na unapata hata kwamba wale hata hawaendi kanisani, hata labda majaribu yao ni machache. Ni kwa sababu tu shetani anataka akuangushe, usaidiane na wale ambao wataenda mbinguni. Unaweza kuwa unafanya kazi ya kanisa, huyu tu ambaye mnafanya na yeye anakukataa, jitie moyo. Unaweza kuwa nyumbani, labda ule tu ambaye mnaishi na yeye anakugeuka, anasema mambo mengine, hata unafikiria ni huyu kweli. Msamehe, uonekane mshindi, uonekane wewe unataka taji iliyo mbele. Unakumbuka dhawabu vile inapitia kwa moto, vile wewe Mungu anataka tu aone imani yako inasema nini. Huyo Yakobo tu huo mlango tu wa kwanza 12 akasema kwamba hili mtu asitaingia majaribu, maana baada ya majaribu haya ndipo atapokea taji. Leo unaweza kuwa jela kama Paulo. Jela yako labda unaijua vizuri kuliko mtu mwingine. Katika hiyo jela unaweza kuwa katika jela ambayo wengine hata wanaweza kuwa na jela unaona ni rahisi kidogo, wengine ni ngumu kidogo, wengine ni ngumu zaidi. Muda ni mdogo, mwingine ni mdogo, mwingine usijali. Endelea kuita Mungu wako katika haya majaribu. Nimesema wakati ule mwingine ya kwamba uliza Mungu ndio ananifundisha katika haya majaribu. Usiseme ya kwamba kwa nini mimi? Sema ya kwamba Mungu unanifundisha nini katika haya majaribu. Usikimbie jaribu, pitia ndani yake pamoja na Mungu. Upande wa pili kuna wewe mkamilifu. Huo upande mwingine kuna wewe ambaye ni mshindi. Utaokoa wengi, ushuhuda wako utaokoa wengi. Na wakati mmoja Baba akituita nyumbani, wengi watajifunza kutokana na wewe, na utakuwa umeshinda. Revelation inatukwambia, tunasoma sana hata wakati tunazika watu, heri wafu wanaokufa kama bado wako katika Kristo. Tunasoma sana. Labda adhuhuri ya leo kuwe mmoja wao, kwa sababu wakati unatembea tu step 1, 2 ndipo unapopunguza mwendo wako kwenda katika kaburi lako. Kaburi lisituokopeshe, kwa sababu tukifa wakati tunaita Bwana Bwana, tunayo maisha ya milele, maisha ya kupata taji, maisha ambayo itakuwa imeokoa hata na wale ambao tumeacha.
na chuki isichipuke moyoni mwetu. Tuwe rahisi wa kusamehe vile tulisema. Usiweke chuki, itakuzuia kumwona huyu Mungu. Tulioshana miguu hapa jana kuonyesha upendo. Haijalishi umeambiwa maneno mangapi, haijalishi amekuvunja moyo. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba adui wako ni ule nyumbani mwako. Ule uko mbali anaja na wewe. Na nataka hivi ndio usione ufalme wa mbinguni. Ni jina gani Mungu atakutoa leo? Ndipo pamoja nao. Hapo pamoja nao atakupea nguvu na usikate tamaa. Mbarikiwe, Mungu amuongoze, amtie nguvu katika yale ambayo unapitia, ili kazi ya Mungu isimame na iendelee. Bwana asifiwe. Mbarikiwe.